Africans na kuelekea kwa msimu ujao. Unadhani mwalimu ana kitu gani haswa cha kwenda kuongezea hapa kwa upande wa Young Africans kwa kumtumia mchezaji kama huyu, lakini pia vile vile kwa kutazama ni namna gani haswa anakwenda kutumia matumizi sahihi ili aweze kujihakikishia kwamba anakwenda kufanya vizuri, while kwenye michuano ya kimataifa kuna baadhi ya nyota wako wengi na Young Africans wanakwenda kukutana na timu mbalimbali kutoka kwenye mataifa mbalimbali. Kwanza ukiangalia kwa aina ya makocha walionao, kwa maana benchi la ufundi na kwa timu ilivyobadilika, maana tutegemea kwenda kuona Yanga ikibadilika namna ya uchezaji. Hiyo ni jambo ambalo litakwenda kutokea, kwa sababu ukiangalia aina ya mwalimu aliyokuja ni mwalimu ambaye anaamini katika kushambulia kwa maana ya numbers. Kwa hiyo utegemea kuona ukiingia na 4-3-3, mfumo ambao unatengeneza uwiano kati ya kushambulia na kulinda, ingawaje unakuweza kuexpose wakati mwingine na kutengeneza mazingira ya wana against one, na unaweza ukaadhibiwa na ukawa unafunga. Kwa hiyo timu lazima iwe na ina kasi, na usitegemee kuona eneo la katikati liko na total dominance. Maana unapokwenda kuchukua mawinga, lengo lako ni kwamba kuondoa chaos katika eneo la katikati na uamue kutumia eneo la pembeni ndio liweze kuwa salama kwa wewe kuweza kushambulia. Uhitaji uweze kuretain sana eneo mbaya katika eneo la katika sajili zao nilizungumza kwamba watasajili mawinga wawili, kiungo mmoja wa ulinzi, namba 9 na namba 10, unaona. Maana yake ndio kile ambacho nilikuwa nikizungumza kwamba tayari wameshagundua kwamba kitu cha kufanya sasa ni kuhakikisha kwamba ni kwenda kufasten mashambulizi hasa wakitokea pembeni na kwenda kunufaika na ubora walionao washambuliaji, kwa maana ya depu, aerial balls, lakini pia ukimweza kumpigia mpira ya kuweza ku penetration anaanza kufunga, lakini pia na mchezaji aliyomchukua na pia ana sifa nzuri za kuweza kutumia nafasi ambayo anaweza kutengenezewa. Umezungumza kuhusiana na wachezaji watatu. Tugusie na hili hapa, eneo jingine la ushambuliaji, Zech Ibrahim Toure, miongoni mwa nyota ambao wametambulishwa na Young Africans kuelekea kwa msimu ujao. Nafasi yake ndani ya Young Africans, unadhani kitu gani haswa ambacho kinaweza kwenda kuwa ofa? Nafikiri kwanza wachezaji wote ambao wamewachukua, maana yake hao wamewachukua kwa kuwa ni kama ni first option. Yaani si watu wakuja kusubiri. Ni ready made ndio wanakuja kucheza na kupata nafasi. Lakini ambacho Yanga walikuwa na kikosa katika ile eneo, walikuwa wanakosa ubunifu na matumizi ya nafasi. Yaani kuna wakati nafika hatua timu inakuwa kuna mechi ambazo unakuwa wewe ni second team. Ukiwa second team maana yake itakutaka muda mwingi uwe nyuma ya mpira. Ukiwa nyuma ya mpira ukishambulia uchambue namba ndogo. Hasa pale lazima uwe na watu ambao wanaweza wakajamulia mambo wenyewe. Yaani ukawa na mtu mmoja akaweza kufanya jambo hata akiwa na watu watatu. Unakumbuka kama kina Mayele walikuwa wana hiyo capacity. Kwa hiyo Yanga ilikuwa kwenye zile mechi ambazo whether wanashabiana uwezo au yeye amezidiwa, inakuwa ni ngumu kuweza kushinda kwa sababu alikuwa hana watu wa maamuzi kwenye eneo la mwisho. Huyu jamaa ukimwangalia kwanza ni mfungaji mzuri, lakini ana kasi na anaweza kudrive timu kutoka katika maeneo yote. Kwa hiyo maana yake unaweza ukawa naye pale mbele mmoja na ukaamua kuingia na formation na kwenda kuzuia, still yakawafanya walizo opponent wasipate nafasi na utulivu wa kuweza kushambulia. Kwa hiyo nafikiri tutakwenda kuona kitu ambacho kilikuwa kina misi, ambacho wakati mwingine ukiangalia Dep na aliondoka Dube walikuwa na kikosa, yeye hanacho. Na kubwa kabisa ni matumizi ya nafasi ambazo anaweza kutengeneza au akatengenezewa. Kwa namna unavyomfahamu Toure, lakini pia vile vile kipindi ambacho yuko Prince Mpumelelo Dube, kuna utofauti gani haswa kati ya striker hawa wawili, kati ya Dube pamoja na Toure? Tofauti ni kubwa sana. Dube ni mchezaji pase. Yaani Dube katika soka la kisasa hii modern football anakofa vitu vingi sana. Dube anaingia kwenye mfumo wa timu. Yaani naye anakuwa ni part ya timu. Timu ikiwa ina mpira, anaingia eneo chini, anaweza kama ni kiungo wa kushambulia, anaweza akacheza kama ni winga, akaenda kucheza kama namba 2, akaenda kufanya recovery pembeni. Kwa hiyo anakuwa ana faida kuhakikisha kwamba anatengeneza uwiano wa namba kwenye kila maeneo na mnakuwa hampo pungufu. Ingaje weakness yake kubwa ndio tulishaizungumza ni matumizi ya nafasi, kwamba inamtaka apate nafasi 7, pengine aweze kutumia moja. Huyu ni mshambuliaji wa kati. Unaona? Ambaye anakuwa na threat kwenye final side ya opponent. Anaweza katokea kulia au kushoto. Lakini silaha yake kubwa matumizi ya nguvu na akili na kasi na kuweza kutumia nafasi ambazo anakuwa ametengeneza au ametengenezea. Kwa hiyo hapa tunachokwenda kukiona ni upatikanaji wa magoli na matumizi ya nafasi ambazo huko nyuma zilikuwa zitumiki. Kuongezeka kwa Toure, unadhani kunaweza kukaenda kuleta somo kwa Depo, pengine kutazama mpinzani ambaye ameletewa kwa hivi sasa? Mimi sijawahi kumdoubt Depo. Watu wamekuwa tu ni wepesi wa kusahau. Depo aliingia Yanga pamoja na Okero katika kipindi ambacho
timu ilikuwa ina pressure sana na ilikuwa haitaki vitu vingi zaidi ya matokeo. Unajua Yanga hapa mwishoni msimu uliopita walikuwa kwa unga sana. Wenye timu yao ilikuwa iko ni haina option. Timu ambayo haiko vizuri na walikuwa na pressure ya kuchukua ubingwa. Kwa hiyo ilikuwa sio rahisi kutoa nafasi kwa mchezaji kuweza kurisk kufanya vitu vipya. Na waliingia timu ikiwa ina too demanding, yani timu inataka sana. Na alianza vizuri sana kama tufuatilia mechi zake za mwanzo. Lakini alipopata majeraha akakosa muda na timu ikawa haina muda tena kwenda kumsubiria kwa sababu muda ni mdogo na mechi zina ushindani na Simba anakuja kwa ukaribu wanataka ubingwa. Kwa hiyo mimi ninachokuwa ni kwamba yale mazingira ambayo aliyakuta yalimnyima kupata nafasi ya kuweza kuadapt na kupata utulivu. Kwa hiyo naamini katika msimu huu ambao tayari amepona majeraha yake na amekwenda kuongezewa mtu mwingine ambaye anaweza kaenda kapati naye, itamfanya na yeye pia aweze kuongeza umakini na kuzingatia ni mchezaji mkubwa ambaye amecheza maeneo mengi na akatokea Europe. Kwa hiyo mambo kama anayafahamu. Kwa hiyo najua kwamba tutegemea kwenda kuona ushindani mkubwa kati yake na huyo ambaye ameweza kusajiliwa. Unadhani kwa faida lakini watu ambao wanaotutazama kwa hivi sasa, tukimchukua Clement Mzize then tukarudi tukamchukua Depu pamoja na Toure, unadhani mwalimu anapaswa kwenda kuanza na mchezaji upi? Kitu gani ambacho hawa watatu wanaweza mwalimu kwenda kutumia kitu ambacho ni bora zaidi ya hao wengine? Nafikiri Mzize ndio kwamba ni half striker. Yaani ni nusu mshambuliaji, nusu kiungo mshambuliaji. Yaani kila sehemu anakosa sifa zote. Sio, unaelewa? Yaani hajakamilika kwenye kila eneo, katika maeneo mbele. Yaani kuna muda unamuona kama winga akatokea kulia au kushoto. Lakini kuna vitu vya winga vinakosekana. Lakini anafanya kazi kubwa. Kuna muda unamuona kama mshambuliaji, lakini unahisi kwamba kuna vitu vinakosekana. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye yupo katikati na ana manufaa makubwa sana kwenye klabu. Kwa hiyo yeye huyu anakuwa na faida moja. Ni rahisi kuweza kupata nafasi ya kucheza kwa sababu kuna maeneo mengi unaweza ukamtumia. Sio, unaelewa sio? Kwa hiyo akiwa fit ana nafasi ya kucheza. Kwa sababu wewe hahitaji umpange kwa jina namba 9. Unaweza ukampanga kama winga kushoto au kulia na bado akakofa kitu, lakini si bado anapolisogelea lile eneo anakuwa na tabia za ushambuliaji. Clement Mzize. Lakini mimi sije kuamini kwamba unamweka kama namba 9 pale. Alafu acheze, hawezi. Ni ngumu kuweza kuscore. Angalia mikimbio yake, receiving zake za mpira ni ngumu. Kwa hiyo simuoni akiwa kama namba 9, namuona kidogo mshambuliaji anayetokea pembeni. Yaani ndo image ya soka la kisasa. Yaani sio mtu ambaye anasema okay, kape namba 9 sasa. Una walinzi wawili, amepigwa mpira amereceive sasa hatani, hapana. Simuoni katika mazingira. Kwa hiyo naona hawa wawili kati ya Depp na huyu na Toure ndo wakijaribu kupambana na pengine kumfanya mwalimu. Maana wakati mwingine mwalimu anashawishwa na wachezaji. Ukiona wote wana viwango vizuri, unaweza ukachange falsafa wanaingia na 4-4-2. Kwa mbele anakuwa na shambuliaji wawili ambao ni typical striker anacheza.